nje na pale na kwenda kuonesha kitu ambacho unasema nikiondoka hapa bila kuonesha nitakuwa nimefanya makosa makubwa sana. Kwa sababu tulitembea katika wilaya ya Kilosa, eneo la Dumila, na tukabaini kwamba kulikuwa na wale wakulima wa mnyonyo, na tukagundua kwamba sekta ya kilimo pengine inaweza kubadilika endapo watu wataanza kufikiria kulima nje ya box. Na ni miongoni mwa mazao ambayo yanaibukia kwa fursa kubwa nchini Tanzania ni zao la mnyonyo. Pale mbele yangu na kukuonesha kidogo tu na kuibia, sikuonesha kila kitu kwa siku ya leo, na tutapata kuzungumza kidogo tu kwa uchache hapa. Unaona? Hey, mambo. Naweza pata mchicha kula kama mbichi. Let me show you. Kwa sababu kama sija kuonesha na nitakuonesha. Hakuna TV zinafika hapa. Badala yake TV ziko busy zinaonesha mpira, nani kamua nani amemwacha nani. So AJIFarms tunaamua kufill gap, kuletea habari ambazo hazioneshwi kwenye ma-TV na ni habari za msingi sana. Tunatarajia kwamba vyombo vingi vya habari vingekuepo hapa kuonesha nini kinajiri. Kwa bahati mbaya hakuna media kubwa ambayo naiona hapa mpaka sasa hivi. Nimezunguka kwa takriban nusu saa, risali moja ndani ya maonesho haya, lakini kwa bahati mbaya mpaka sasa sijaona media yoyote kubwa. Na hii ni challenge kwa media kubwa, kwa sababu hapa ndo mahali pa kuonesha kuliko kuonesha mpira, betting, michezo, muziki. Okay, nayo ni vizuri, ni sehemu ya jamii, lakini kuna mambo ambayo yanaathiri moja kwa moja uchumi wa taifa, ni kama kilimo. Kutokea hapa wakati anakuja mara mwisho barabara kudekiwa ilikuwa mara mwisho barabara kudekiwa ilikuwa wakati anakuja Barack Obama. Sasa awamu hii ndio inadekiwa tena mara nyingine. Barack kuna hii Agora 6 unaiona ilipopamba kama vile ni watu wako kwenye kwenye gwaride la jeshi, alafu umepanga mstari, umeangalia upende mmoja. Attention. Unaweza kaiona kwamba asili ina sheria zake, alafu sheria huwa zinatii. Sasa hizi alizeti kuangalia usiku kwa makosa, zinaangalia sehemu ambapo jua linachomozea. Na maana hii ni ishara kwamba asili na sheria, na hii sheria hii inaitwa phototropism. Phototropism, mimea ikiangalia sehemu ambapo kuna mwanga. Kwa Aisan uliosema inahimili ukame, inaweza kwa ekari output nitegemea kiasi gani? Mavuno kwa ekari lipa inalipa. Okay, na kwa shamba hili kulihudumia ekari moja kwa wastani tu naweza kama nimetumia shilingi ngapi? Of course inategemea sehemu na maeneo na msimu. Piga hesabu ya haraka. Hujambo na karibu katika channel ya AJIFarms, mashamba yanayokimbia. Hii ni siku ya tarehe 31 maeneo mbalimbali katika vionesho vya 88. Kila mahali huwa kuna sehemu inaitwa VIP. Hata makaburini kuna mahali kunaitwa VIP, na hapa ndio muonekano wa jumla wa ile eneo. Na sisi tutakuwa katika hii wizara ya mifugo, na hii hapa ndio eneo letu ambalo bado linafanywa mchakato kupambwa. Hatua za kwanza inatengeneza pia sakafu platform, you can feel it, bado itawekewa nakshi mbalimbali. Hapa tuko chini ya mti ambavyo unaona hii mti hapa na utamboyo ama kitu kama hiko, and then hapa unaweza kuona imeanza kupambwa juu. Hii ni sehemu ya gazebo yetu ambayo tutakuwepo hapa, na kutokea hapa kuhusiana na nini tumegundua, nini tunaleta katika maonesho ya 8 utapata kuyaona hapa ukitembelea katika banda letu la maonesho ya 8. Hii ndio kama ofisi yetu ya muda kwa sasa hivi. Utapata hapa, utakutana wahudumu na hapa tutakuelezea kwa kina nini hasa AJIFarms kwa kushirikiana na wadau wengine tunaleta ili kuleta mapinduzi katika sekta ya kilimo nchini Tanzania. Kilimo biashara, sio kilimo tena kwa sasa hivi. Kwa hiyo eneo hili hapa tuna watu M-Pesa, unaweza kaona pale kuna banda pia pale. Ukienda mbele kidogo kuna sehemu ya chakula muhimu sana kule mbele. Na hii barabara inakwenda moja kwa moja mpaka sehemu ya malisho, na ukanda ule pia unaweza kutazama kuna
halmashauri mbalimbali ambazo zimeleta. Hiyo bado ni wizara ambao wameweka mabanda mbalimbali kwa ajili ya pengine ufugaji. Unaweza kuona baadhi vifaa vinaweza kuletwa kama unatizama, au wanauza mashine mbalimbali. Ina maana nataka nikupe picha kuhusiana na nini hasa kinajiri katika maonyesho ya 8 hapa Dodoma. Upambaji unaendelea. Ukitizama pande zote, kwa upande ule unaweza kuona bendera ya Tanzania bendera ya Tanzania ile kule, lakini pia unaweza kutizama majukwaa mbalimbali yanatengenezwa, booths mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mifugo inafikishwa au ni malisho mifugo, na ndio picha halisi kwa ujumla wake unaweza pata hapa. Kutokea hapa sehemu ya mbele kabisa naona michezo ya watoto unaona, kwa sababu kilimo, ufugaji, maonesho ya kilimo na ufugaji ni maisha halisi. Kwa mbele kule unaweza kuna michezo ya watoto, lakini pia ukienda hivi ndio unaenda mpaka kwenye gate kule kutokea ile eneo kule mbele kabisa unaona kuna matrekta, makampuni mbalimbali ya kuuza matrekta. Kuna maeneo yanauza mbegu, miche, kutakuwa na vitu vingi sana ambavyo katika maonesho haya, na kisha una subscribe, like na kushare, kwa sababu kutokea hapa nitakuletea kila kinachojiri kama nilivyofanya siku 2 zilizopita, na hii siku ni ya pengine tarehe 31, naendelea kukuletea yale yanayojiri kutoka kwenye viwanja hivi maonesho ya 8 kitaifa, si kitaifa bali na kama ya kimataifa, kwa sababu tunatarajia pia hapa wafanyabiashara mbalimbali kufika hapa kuweza kuangalia either bidhaa, ndio mahali sahihi pa kufanya network. Kuna wengine wataleta bidhaa, kuna watu kuja kuangalia bidhaa. Kwa kama unataka kujipenyeza kwenye masoko ya ndani na nje, ya sharti ushiriki katika maonesho ya 8. Ni sehemu ya network, ni sehemu ya kufahamu vitu vipya, mbinu mpya, teknolojia mpya, kukutana na biashara mpya na kuweza kutengeneza mtandao wako wa biashara. Na taratibu za kushiriki katika maonesho haya zikoje? Zipo katika website ya wizara. Unaweza ukaenda pale, lakini pia of recent kesho kutwa nitashare pia nawe kuhusiana na taratibu. Okay. Kwa mfano sisi ili kupata nafasi ya ili banda tulitakiwa tulipie shingapi, gharama zikoje? Pengine ndio maswali ambayo unajiuliza hapa. Kwa hiyo stay tuned, action, subscribe, like na kushare, na nitakuletea hiyo taarifa ya kina kabisa kuhusiana na nini taratibu za kuweza kushiriki katika maonesho ya 8. Kila pahala kuna kitu cha kujifunza katika maonesho haya. Kuna sehemu ya mbwa, kuna sehemu ya ng'ombe, kuna sehemu ya mbuzi, kuna sehemu ya kondoo, kuna sehemu ya njiwa wale pale. Unaona, kuna nasema nataka ng'ombe borani. Nyuma yetu tu tumewekewa na ng'ombe pale. Ushafahamu? Nyuma banda yetu. Kwa hiyo mabanda yote pale yatajaa mifugo, ndo kwa na bado watu wanazidi kuleta, kupamba, kutengeneza. Usikia huku kuna wanagonga kila mahali, wanapamba kila mahali. Ina maana kwamba maonesho ya 8 kitaifa mwaka huu yatafana sana. Sehemu za starehe pia ziko. Unaona sehemu ambapo kuna disco mahali fulani, kuna michezo ya watoto, kuna sehemu ya kuogelea. Ushafahamu? Kuna kila kitu ambacho nafikiria kwamba kinaweza kuwepo kwa ajili ya kumburudisha mtu, lakini wakati wao akijifunza. Otherwise mimi ni Ajefama, daktari mkulima kutoka Chuo Kikuu cha Mtaani, kitivo cha misukosuko, na hapa kama mkao wa kula nitakuletea vitu vingi sana. Lakini muhimu sana ni wewe kufika katika banda letu hili hapa ambalo lipo kwenye njia kuu ya kuelekea sehemu ya Msosi, sehemu ya chakula, na hapa ni katika Wizara ya Mifugo, na ni eneo ambalo linaonekana kwa sababu tuko barabarani hapa. Barabara ni hapa ya kuteremka kule chini kwenye mifugo, kwenye malisho, alafu ukitokea kule juu unaweza kaona. Alafu tuko karibu sana na VIP. Wewe ukiulizia VIP Unaona, kwa tuko jirani na VIP, na hii ni bahati kubwa sana kwamba tuko karibu sana na VIP. Karibu sana, na tutakutana katika maonesho haya.
No, okay. Okay. Vipi rafiki? Wa Masai karibuni 88. Tarehe 8. Karibuni sana. Asante rafiki. Kuna ni nani nao pia wana mambo yao. Okay. So hii sehemu ya kufugia samaki, kama unataka kila kitu ambacho unataka kujua mbwa au samaki au nini, unaona, pata feeling hapo, upate kujifunza. Utapata kujifunza ile kama utashindwa kusafiri kufika hapa katika maonyesho ya 8, hakikisha kwamba una subscribe, like na kushare, kwa sababu mimi nitakuwa so mchoyo, nitakuletea kila kitu kinachotakiwa kujulikana ambacho unataka kujifunza. Hao ni samaki hao wengine, yote mabanda all the way mpaka kule ni mabwawa ya samaki. Bado mipango inaendelea kusetiwa kila mahali, kila pahala. Unaona, kila kitu kitakwepo hapa. Nabii mkubwa hapa ameleta tena ng'ombe, ameleta ng'ombe mwenyewe, ameleta ng'ombe, huwezi kuamini. Ng'ombe ana kilo 800. Ndama tu huyo hapa ameleta. Tembea chika zake. Kwa hiyo maonesho ya 8 yanaonekanaje kwa sasa hivi? Kwa hiyo pata kuona kila mahali. Kila pale kumetengenezwa pavement, kumepigwa, kumemwaga kokoto, vumbi, hakuna usafi wa hali ya juu. Mazizi yanazidi kujengwa, ukitizama ukanda ule, unaona ukubwa pale wanajenga pale, mazizi pale tutategemea ng'ombe kila namna, kila aina ya ng'ombe kutoka kila sehemu anakuwa pale pia. Kwa kutakuwa na mambo makubwa sana kutokea hapa. Mbele kabisa ya viwanja vya 8 kule mbele ndio unajengwa stadium kubwa, uwanja wa mpira, pengine ni maandalizi ya AFCON pale. Hizo bati za blue hizo zinazoonekana jirani kabisa na chuo kikuu cha Dodoma, University of Dodoma. Unaweza pata feeling hao wadau pale, hapo ndio kuna mambwa. Hapo kuna mambwa. Alafu hapo jirani tu ndio kuna misosi, sehemu ya chakula. Na ukienda mbele kabisa ndio unakutana. Kutoka kwenye chakula tu kwenda kwenye mbwa ni jirani, lakini kutoka hapa kwenye mbwa kwenda kwenye banda letu AJ Farms na washirika wetu ni mbele kidogo, hapo tu kama Sukuma wanavyosemaga. Ukitembea hapa kote utapata feel, na naamini kwamba utajifunza mambo makubwa sana vya 8. Unaweza usipate kujifunza kwa kutembea kuja, lakini unaweza kujifunza kupitia simu yako ya mkononi, kwa sababu nitahakikisha kwamba kila kitu kitakachojiri hapa nitakuletea bila choyo, bila iana. Kila kitu utakuwa unakipata kutokea katika maonesho ya 8, viwanja vya maonesho ya 8 Dodoma. Hiyo sehemu moja kuna sehemu ya ufugaji mifugo, wizara ya mifugo kule the other side, lakini ukienda pia kuna wizara rafiki yake na mifugo. Hii ni wizara ya kilimo. Of course kuna halmashauri mbalimbali zinakuja zinaleta hapa, ndo mahali unaweza kwenda mpaka kule mbele. Unaweza kaona barabara zimewekwa kila pahala kwa usafi kabisa, gari zinapita humu. Unaweza kusema ni kijiji. Unaona, kama kijiji kizima kingekuwa hivi na mashamba style namna hii, tungekuwa na ni mzuri sana. Lakini huu ni mwanzo mzuri kuonesha kwamba tukiwa na maonesho tu kwanza inaleta chachu na kutengeneza shauku kwa watu kuweza kuwekeza kwenye kilimo kwa ukubwa wake. Jione barabara tu hizo, jione mashamba, na kila pahala kuna gari. Hii ni barabara njia mbili yenye kiwango cha zege, na wapo mkubwa anakwenda, gari zinatembea bila shida kabisa. Unatizama yale mashamba, ukitizama ndani yake kuna mifumo ya umwagiliaji ikiwa imewekwa. Tutakuja kukuletea kwa kina details za nini, za ugani na limwaje, ni aina mbegu gani, ni misingi gani ya kuzingatia. Nitafundishwa hapa kwa kina kuanzia tarehe 1. Leo ni tarehe 31. Huyo boda pia na anapiga mishi hapo ili kukuza ile hali ya mzunguko wa pesa. Shafahamu kila pahala na kuonesha hizo hapo ni nini. Hizo ni nini? Alizeti. Come on. Sidland T double 8. Muda wakati. You can feel it. Yep. Sikasema AJ Farmer anaongea nini wakati atuoneshi. Unaona. Kila pahala unazokaona kila aina mbegu imewekwa na kuoneshwa kwa vitendo kwamba hii mbegu ukipanda shambani itakuwa kama hivi.
baada ya kucholea michoro kwenye karatasi wanaamua kuonesha, makampuni mbalimbali ya mbegu yanakuonesha kabisa kwamba hivi unafanya hivi. Kila aina ya zao utapata. Mtama the other side. Okay, kabichi, mboga mboga, vitunguu, ulezi, vitunguu the other side. Unaweza ukaona kila pala kuna kitu. Lakini nje na pale tutapata kutembelea maeneo mengine na kujifunza mambo kadha kadha kutoka katika mashamba ya maonesho nane. Kuna hii Agora 6 unaiona iko pamba kama vile ni watu wako kwenye kwenye gwaride la jeshi, alafu umepanga mstari, umeangalia upende mmoja. Attention. Unaweza kaiona kwamba asili ina sheria zake, alafu sheria huwa zinatii. Sasa hizi alizeti kuangalia usiku kwa makosa, zinaangalia sehemu ambapo jua linachomozea. Na maana hii ni ishara kwamba asili na sheria, na hii sheria hii inaitwa phototropism. Phototropism, mimea ikiangalia sehemu ambapo kuna mwanga, ukibadilisha mwanga ukapeleka sehemu nyingine, nayo inaenda huko. Ndio maana ikaitwa sunflower. Sunflower kwa sababu inafuata mwanga wa jua. Sunflower. Phototropism, kama pengine hilo somo lilikupita hapa tayari utapata shule. Phototropism kwa ulikuwa jua. Kuna geotropism, hydrotropism. Hayo maneno naweza kama mageni pako, lakini ndio namna taratibu tunajifunza hapa kwa vitendo. Film pia namkuta mjasiriamali mwingine yule pale. Mambo vipi kiongozi? Yuko nani amevaa nadhifu kabisa, mkulima nadhifu. Unaona? Hakuna kuchafuka kwenye kilimo. Shafahamu. Hapa tena unaweza kuona alizeti iko nyingi sana kila pahala. Pengine kwa ukanda huu wa kati na Singida, Dodoma, ni kwa sababu inalimwa na inaweza kustahimili ukame. Lakini pamoja kwamba alizeti inastahimili ukame, yes, kuna drip lines hizi hapa. Kwa hiyo si kwamba eti inalimwa na yenyewe kwa kuangalia jua, hapana. Pia inamwagiliwa hapa kwa njia matone. Wababe wa mambo, wajuzi wa mambo wanasema kulima alizeti wakati mvua zikiwa nyingi, alizeti inakuwa haina mafuta ya kutosha. Wanasema alizeti nzuri ile ambayo ina mafuta ya kutosha ni ile ambayo inalimwa alafu isikutane na mvua nyingi. Tupe uzoefu wako kuhusiana na hii dhana ya wakulima wazoefu wengine ambao wanaamini kwamba alizeti kilimwa isharti isikutane na mvua nyingi. Wewe unasemaje? Wewe unaweza pia kubaliana na hilo au una uzoefu tofauti? Share kwenye comment section. Pale nataka nikupitishe kila pahala. Hey. Mtama. Unajua pia mtama ni zao ambalo pia linahimili ukame, lakini pamoja na hayo wameseti drip lines kwa ajili ya umwagiliaji kwa njia ya matone. Unaweza kaipata hiyo. Nje na pale unaona kuna vitu mbalimbali ambavyo tunaweza kwenda kujifunza. Ni katika maonesho ya 88 Dodoma. Ni mkubwa hapa na anahakikisha kwamba kuna na usafi. Kuna na usafi hali ya juu. Hello, mambo? Ya uko wapi? Kujifunza kidogo mawili matatu kutoka ili kwenye shamba la alizeti. Okay. Mbegu nzuri sana kama mwenyewe unavyoiona. Wow. Hii mbegu unapanda mpaka kuvuna miezi mitatu. Miezi mitatu? Ni siku 90. Wow, bora ni lima alizeti kuliko kucheza vikoba. Karibuni sana. Asante sana. Siku 90, ada vitu vingine unazingatia? Vitu ambavyo unazingatia bado unazingatia mbolea. Mbolea? Kuna madawa ya kupiga na chakula na wadudu. Okay. Wow. Jambo zuri. Na mbegu unauzwaje? Mbegu kama mtu anataka kununua mbegu? Mbegu sasa ni wapo watu ambao tayari ambao wanauza mbegu. Okay. Kwa hiyo kuna maduka. Kama Agrovet? Okay, sawa. Lakini ni kampuni au ni halmashauri? Si halmashauri. Halmashauri gani? Yes, Singida DC. Huyu hapa mdau wa Singida DC, huyu hapo Singida DC na mwingine. Singida DC kiongozi? Okay, sawa. Hawa ndio wako hapa na wameset drip lines. Tuambie kwamba kuna dhana, samani mtaalamu. Kuna dhana watu wanasema kwamba eti alizeti ikipandwa kwenye ikilimo wakati wa mvua inakuwa haitoi mafuta mengi. Hii ni kweli? Sio kweli? Sio kweli. Okay? Kutokana na ukuaji wa sayansi na teknolojia kumekuwa na utafiti na kumekuwa kuna ingizo la mbegu nyingi ambazo zimekuwa zinastahimili mvua nyingi na ukame pia. Okay. Kwa hiyo msimu wa mvua
zimekuja mbegu ambazo ni hybrid. Okay. Nazomaanisha kwamba zinapatikana sasa hivi, kuna makampuni mengi yanazalisha. Kuna Hisense, Aguara 4, Aguara 6 pamoja na LG kutoka Sidiko. Ni mbegu ambazo zimefanywa tafiti zinazostahimili katika mazingira tofauti. Kwa mfano, kuna mbegu inaitwa Aguara 6. Aguara 6 ni mbegu ambayo inastahimili sehemu yenye mvua nyingi, na maanisha ni nyanda za juu kusini na kaskazini pia. Kwa hiyo unapozungumzia swala la mbegu, pia kuna mbegu hybrid nyingine kama hizo nilizozitaja. Kuna Hisense 33 pamoja na Aguara 4. Ni mbegu ambazo zinastahimili pia hata kwenye mvua nyingi pia. Lakini pia ukiachana na swala la uwepo wa mvua, wakulima wengi wanashauriwa kuzingatia swala la timing ya muda. Alizeti ni kweli hahitaji mvua nyingi, lakini muda wa kupanda alizeti ni muda ambao kuanzia mwezi wa kwanza hadi wa pili mwishoni. Nafikiri mvua zinakuwa hadi inapofikia stage kama hii, mvua inakuwa imepungua. Na alizeti kishafikia stage kama hii hahitaji maji mengi sana. Kwa sababu ya suke lake linaweza likaoza kutokana na nini? Na maji mengi yanakuwa. Kwa hiyo hadi ikifika mwezi wa 3 hadi wa 4 hadi wa 5, mvua zinakuwa zimepungua na alizeti ndio inakuwa inakomaa vizuri. Okay, kwa hiyo ni muhimu sana kujua muda wa kupanda, kufuata kalenda. Ndio. Asante sana kwa hii elimu, na ina maana kwa hiyo ile ambayo inayostahimili ukame inaweza kulimwa bila kumwagiliwa. Kama nyinyi naona mmeset drip lines hapa. Dio. Lakini okay, ile ambayo inalimwa kwenye ukame haina haja kumwagiliwa? Haina haja kumwagiliwa. Napozungumzia haina haja kumwagiliwa, alizeti inayostahimili kwenye ukame ina maana inahitaji mvua chache. Okay. Kwa hiyo mvua zikiwa chache inaweza ikanyeshiwa zaidi ya mara 5 tu alizeti ikawa imekomaa. Wow. Asante sana. Kwa hiyo alizeti okay, ni Hisense 33. Hii ni Hisense ambayo inastahimili ukame. Inastahimili ukame. Hisense 33. Okay. Hisense 33. Sawa. Sasa hii spacing kwenye upandaji? Spacing ya kwenye upandaji, mstari kwa mstari, distance ya mstari kwa mstari ni sentimita 60 hadi 75. Okay. Ni makadirio 60 mpaka 75. Na nchi kwa shina ni kuanzia 30 hadi 40 makadirio. Okay. Kwenye kwa Hisense uliosema inastahimili ukame, inaweza kwa ekari output nitegemea kiasi gani? Mavuno kwa ekari unaweza kutoa, endapo utafuata kanuni bora za kilimo, kwa ekari moja Hisense inatoa kuanzia gunia 12 hadi 18. Okay, 12 kwa ekari. Ambayo hizo gunia moja linakuwa lina kilo 100. Okay. Na ambazo nikamweza kupata kama lita ngapi hivi kiongozi? Kwa gunia moja la alizeti ya Hisense inatoa mafuta kuanzia 35 hadi 40. Ya uzito wote. Ya uzito wote. Na maana kama napata gunia 18 na nikigawa nikizidisha 0.3 ni kama napata lita kama ndogo. Gunia moja. Okay. Gunia moja. Okay. Kilo 100 ina maana nitapata kama lita 40 hivi. Ndio. Sure, 40, yeah. 35 hadi 40. Wow, lita 35 mpaka 40. Gunia hiyo? Asilimia. Sasa ndio nasema kwamba okay, hapo kwa lita asilimia inamaanisha kwamba ni kuanzia lita 25. Okay, 25. Hadi 30. 25 mpaka 30 kwa gunia moja. Na maana ninazo kama niseme nimevuna gunia 18 kwenye ekari moja, nikizidisha mara 30 ni almost inakwenda kwenye hiyo ni 540 hivi. 540. Lita 540. Kwa bei ya sasa nikiuza shilingi 5,500 seme ya mafuta. Nataka niangalie hesabu agroeconomics ndani yake. Okay, niangalie inalipa. Inalipa, okay. Na kwa shamba hili kulihudumia ekari moja kwa wastani tu naweza kama nimetumia shilingi ngapi? Of course inategemea sehemu na maeneo na msimu. Piga hesabu ya haraka. Kwa wastani. Kwa sababu gharama ya mbegu hii. Okay. Kwa kuzingatia ni gharama hii ya mbegu. Mbegu dukani inauzwa kuanzia 45 hadi 50. Okay. Katika maeneo. Kwa eka moja naweza kukupigia hesabu, eka moja ukapanda kilo 2. Okay. Awamu ya kwa hiyo baada ya kuwa umelima kwa 50, mbegu kwa 100 na
150. Kuna kitu ambacho umezungumzia hapo kingine 150 mpaka hapo. Mbegu unaweza kununua labda kwa 50 kilo 2 inakuwa 100. Okay. Shamba umekodi labda kwa vijijini eka moja 50. Kulima eka moja mzee si 50. Kulima 50 inakuwa ni kama 200,000. Ndivyo? Yeah. Mfuko mmoja wa mbolea mzee anachukua eka moja kilo ngapi? Eka moja. Mifuko 2. Okay. Ya kuoteshea. Yani haitaisha yote lakini. Kwa makadirio. Kwa makadirio 2. Nazungumzia makadirio. Ya kuoteshea lazima tuzingatie kanuni bora za kilimo. Okay. Utatumia mbolea ya kuoteshea ambayo mifuko 2. Okay. Ambayo kwa makadirio kwa sababu bei ya mbolea ieleweke tunaweza kutumia 200,000 pia. Okay. Mifuko 2. Baada ya muda ikishafikia stage ya alizeti inatakiwa utumie madawa ya kupalilia. Tunaweza kupalilia pia ni 100,000. Okay. Na kwa shilingi ngapi hapo? Lima makadirio huwa tuna 700,000. Okay. Hapo kitu kingine pia andaa shamba lako mapema kwa kuweka mbolea samadi ni vizuri zaidi. Okay. Uwekaji wa mbolea. Unatanguliza mbolea samadi. Kwa ujumla ni kama utakwenda kwenye 700,000 hivi. 700,000. Na kwenye kuvuna sasa nimepata hizo lita 18 kutoka kwenye ekari moja. Nikapata gunia 18. Alafu nikapata kama lita 540 hivi. Ni kwa hesabu hii ambayo tulikuwa tumefanya hapo awali. Na maana nakwenda 540 mara tuseme bei ya shamba kabisa, bei ya chini kabisa ya mafuta kiasi gani? Mafuta kwa sasa hivi kwa Singida sisi ni 80,000. Nazungumzia lita moja. Lita moja. Lita moja nifanye hesabu huyu mtu ajue agro nini? Economics Western sasa hivi wanauza kama lita kama 1,000 na 20. Western 1,000? Tuchukulie 1,000. 1,000. Lita moja shilingi 1,000? 1,500. 1,500? Mbona dukani tunauzia mpaka 5,000 huko? Na lita moja. Mafuta. Manake dumu wanauza 25,000. Gawanya ni 5,000. Haiwezi kuwa 5,000. Yaani 1,000 ni ndogo sana. Kwa hiyo 5,000 mara hiyo lita 500 tuseme. Ni kama unapata milioni 2 na milioni 2 kama na 500,000 kutoka kwenye mtaji wa shilingi 700,000. Kwa hiyo inalipa endapo utazingatia mambo yote ambazo mtaalamu ametueleza hapa. Asante sana bana, asante. Hapa na tunafanya somo la agroeconomics. Ni halmashauri ya Singida DC ambao wao wameonyesha kwa mifano halisi namna ya kufanya kilimo hapa katika maonyesho ya 8 na pengine unaweza kufika kwenye eneo lao hapa maonyesho ya 8 kitaifa Dodoma na wakapata kutembelea kujifunza kutoka kwao wenyewe. Hii ni AJFM. Mkulima mwenyewe kabisa ambaye ni mimi. Mkulima mwenyewe anaitwa nani sorry? Anaitwa Rajabu Saidi Mpondo. Rajabu Saidi Mpondo na mtaalamu kiongozi hapa? Mimi ni mtaalamu wa kampuni. Okay. Naitwa Obastian. Obastian, kampuni gani? Kampuni ya Advanta ambao ni wazalishaji wa mbegu ya Hisense. Okay. Agwala 4 na Agwala 6. Okay, kwa hiyo mko marafiki na wakulima. Ni marafiki na wakulima. Okay, sasa kutatua changamoto mbalimbali. Wow. Kwa hiyo mnaweza fika hapa mkajifunza na ni eneo ambalo kwa kule. Yule kule mtaalamu mwingine yule kule. Unaona yule pale. Wewe bila msakua. Sema mimi nasakua kwa watu na kiongozi vipi bwana? Bwana nimefurahi sana kampuni yenu. Tena jina lake kampuni yenu? Mimi niko halmashauri ya wilaya. Okay, wale ndo kampuni na wewe uko kwenye upande wa uongozi wa halmashauri na ule pale mkulima. Sasa feeling kwamba kuna PPP na maana ni public private partnership. Unaona huyu kutoka kwa serikalini katika halmashauri ya wilaya Singida, lakini pia unaona mkulima pale hii hapa ni public, ni umma, sekta za umma zikishirikiana na sekta binafsi. Unaiona PPP kwa vitendo. Mkulima pale huyu hapo Mr. Rajab. Okay. Alafu tena huyu hapa jina Emmanuel. Alafu tumetoka kuongea na kiongozi mwingine. Unaweza kuona ni maendeleo yanaletwa kwa umoja wa watu wote, si kama mtu mmoja mmoja. Mkulima ameshirikiana na serikali, serikali pia imeshirikiana pia na makampuni ya kuzalisha mbegu hizi. Hapa ni viwanja vya maonyesho ya 8 mkoani Dodoma au jijini Dodoma. Fika hapa ujifunze mwenyewe kutoka kwa wadau. Wenyewe hapo. Hao wenyewe. Karibisha wadau wote na wakulima wote kwenye viwanja hivi vya 8 hasa kwenye vipando hivi vya halmashauri ya wilaya ya Singida. Kupata elimu hasa kuitakayowasaidia na wao wakienda huko kwenye mashamba yao wakalime kilimo ambacho kitaongezea tija ya uzalishaji. Karibuni sana, sisi tunawakaribisha, tupo kwa ajili ya kuwapa elimu.
Asante sana. Asante sana jamani. Vipando, kwa nini mnaita vipanda mwiti mashamba? Kwa sababu ya niseme labda kwa sababu ya udogo. Okay. Unaweza kusema hiki ni kipando kina hazi sana kusema shamba. Kuita shamba. Kina aksi yaliyopo shambani. Okay, sasa. Udogo huu unakupa elimu lakini uende ukapanue kwenye shamba lako. Tengeneze shamba kubwa zaidi. Sasa kwa hiyo samani mimi ninachowaasa wadau wote, wakulima wote wa Dodoma, wa Singida, wa kanda ya kati, wa wapi, wa kanda zote, karibuni Nzuguni Dodoma kwenye viwanja vya 88. Nzuguni Dodoma, karibu hapa mpate kuzungumza na wataalamu wenyewe na wakulima wazoefu, na nadhani huu ni ujumbe tosha kwa kufikia wadau mbalimbali wanatazama Farms Mashamba Anayotembea. Naamini kwamba hapa wamepata feeling kutoka kwa wadau wenyewe wa kilimo. Okay. Bado tuna jambo la kufanya hapa katika maonesho ya 88 na natafuta kiupenyo cha kuingilia, na ziona pia wakijaribu zile mbolea za Minjingu, inaitwa NPK pamba, na kwa kule unatazama tena bado mashamba, nitakupeleka huko upate details kwa kina na wadau hapa. Hello. Asalamu alaykum bana. Heri bana. Salama. Asante sana. Minjingu ile pale tutafika pale, wadau wenyewe ni wale pale, tutakuja tuzungumze nao. Na hizi ni mashamba ya bustani kama utizama. Unaweza kaona hapa uka appreciate hizi hapa, nilikwambia last time namna watu wanavyotumia marigold kustawisha pembezoni mwa mashamba au bustani ili kukinga ama kufukuza wadudu. Marigold hii hapo bado iko changa, lakini ikichanua inatengeneza nini? Inatengeneza maua. Nje na pale unaweza kaona nataka nikupe feeling kidogo upate kuona kidogo kutokea hapa. Wakati anakuja mara mwisho barabara kudekiwa ilikuwa mara mwisho barabara kudekiwa ilikuwa wakati anakuja Barack Obama. Sasa awamu hii ndio inadekiwa tena mara nyingine. Kwa hiyo ili jengo hilo ndio jengo lenyewe ambalo nataka nikupe ulione. Let me show you. Kwa sababu kama sija kuonesha nani atakuonesha. Hakuna TV zinakuja, TV zinafika hapa. Badala yake TV ziko busy zinaonesha mpira, nani kamua nani amemwacha nani. So Aje Farms tunaamua kufill gap, kuletea habari ambazo hazioneshwi kwenye ma TV na ni habari za msingi sana. Tunatarajia kwamba vyombo vingi vya habari vingekuwepo hapa kuonesha nini kinajiri. Kwa bahati mbaya hakuna media kubwa ambayo naiona hapa mpaka sasa hivi. Nimezunguka kwa takriban nusu saa, risali moja ndani ya maonesho haya, lakini kwa bahati mbaya mpaka sasa sijaona media yoyote kubwa, na hii ni challenge kwa media kubwa, kwa sababu hapa ndo mahali pa kuonesha kuliko kuonesha mpira, betting, michezo, mziki. Okay, nayo ni vizuri, ni sehemu ya jamii, lakini kuna mambo ambayo yanaathiri moja kwa moja uchumi wa taifa, ni kama kilimo. Kama tunasema 65% ya Watanzania tunategemea kilimo. Pato la taifa GDP zaidi ya 30% inategemea kilimo. Sasa inakuwaje kwenye media muda wote unaonesha maigizo? Come on, nakupa challenge hapa. Hii hapo ndo sehemu yenyewe. Bi mkubwa pia naye ameleta mbuzi huyu hapa, ameliwa. Umeona? Pale mbuzi wazia kama wanatembea ile pale. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo hapa ni Wizara ya Kilimo, jengo la maonesho ya kilimo Dodoma. Sasa nilikuwa nakupa story moja. Wakati kabla sijaja hapo nilikuwa nakupa story mara ya mwisho. Asalamu alaykum Bi mkubwa. Lazima utambue nafasi ya watu mbalimbali ambao wanafanya maonesho haya kukamilika. Ni pamoja na Bi mkubwa pale. Asalamu alaykum Bi mkubwa. Shikamoo. Salama. Mzima, lakini hongera kwa kazi nzuri mama. Mara ya mwisho barabara kudekiwa ilikuwa alipokuja Barack Obama, sio? Mara ya pili ndo wakati huu ambapo kwenye maonesho ya 88. Acha nikalie pale anapodeki barabara. Asante. Kwa hiyo hapa tunaenda kuangalia. Unaweza kaona uka appreciate kila pahala. Mnaona? Tambua, nafikiri kauli mbiu ya mwaka huu ni hii hapo. Kauli mbiu ya mwaka huu pengine inaweza kuwa ndio hii. Sijaiona rasmi mahali, lakini wanatambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2030. Huenda ndio kauli mbiu ya maonesho ya mwaka huu wa 2026, maonesho ya 88 kitaifa jijini Dodoma.
ni mji unaokua kwa kasi kuliko miji yote Tanzania. Na nimepata kushuhudia mwenyewe, nimetizama viwanja vya ndege, kiwanja cha ndege, nimetizama kiwanja cha mpira, nimetizama chuo kikuu cha UDOM, nimetizama ujenzi wa ikulu pale, nimetizama mazingira mbalimbali, lakini kilicho nishangaza zaidi ni kudeki barabara. Hello. Mara mwisho barabara hii ilidekiwa alipokuja Barack, kama wale ambao Gen Z mnaweza kukaa mlikuwa mjazaliwa, lakini sasa hivi hapa barabara zinadekiwa kwa sababu ya nini? Ya maonesho na 8 kitaifa jijini Dodoma. Nataka nikuonesha eneo lingine mbele kidogo, ili upate kuona na ku appreciate nini kinatokea, na naamini kwamba itakufungua kifikra na kuweza kujenga picha angalau kwa uchache, kwa sababu naamini kwamba media nyingi hazifanyi hichi kitu. Sasa Aje Farms tuko hapa ku fill gap. Tuna fill gap hii ambao ilitakiwa ifanywe pengine na media houses kubwa zinazozijua, lakini sio shida. Pale penye changamoto ndo kuna fursa, na sisi tunachukulia kama hii ndo fursa yenyewe ya kuhakikisha kwamba tunafikia pale ambapo kumefichwa, sio? Stay tuned. Acha nikupeleke sehemu nyingine ambapo ni very important. Stay tuned. Usiondoke hapa, kisha na subscribe, like na kushare, lakini pia comment na ulize maswali mbalimbali hapa kwenye comments, ili wakati ujao unapoendelea kutoa vipindi kutoka hapa upate kujifunza. Muhimu sana, kabla sijaondoka kule, sijaenda kule mbali, ilifaa uone pia hii kitu, shamba la nini? Apple. Changanya na mboga. Hizi ni apple rafiki yangu. So zile ndio zile tunakulaga toka Afrika Kusini. Awamu hii watu wamekataa. Watu wanalima apple kutoka hapa Bongo. Hizi hapa. Kwa bahati mbaya nzuri, I wish I could show you this. This is it, isn't it? Hizi hapa. Wewe unanunua 1000. Hizi hapa zimelimwa Dodoma. Ushafahamu? Lakini ndani yake unaona kunavutia, pia kuna kitu inaitwa hizi bilinganya. Sasa zilivyokaa bilinganya kwa style yake, zilivyokaa chini, zinafanya muonekano uvutie. I wish you could see this and appreciate. No, bilinganya imelala. Usafahamu? Imelala. Hapa na kuibia siri bado tu hatujamaliza. Hatujafika hatua ya kuleta vipindi maalum kutoka hapa. Hapa tunaibia juu. Kwa baadaye nitaleta principles, kanuni mbalimbali, lakini kuna jamshumaa pale. Mambo poa yule pale yule. Kwa hiyo hapo siko wapi? Ndio na hapa. Unaweza kaona hii kampuni ambayo ni kampuni gani? Okay. Hizi hapa apples. Unaweza ka appreciate. Ila baadaye tutaleta details kutoka hapa kuonesha hawa wana mbegu, wana miche wanauza shilingi ngapi, na kanuni za kustawisha hizi apples zikoje. Tutaleta vipindi kutoka hapa. Tutaleta details. Kwa hiyo siwe na shaka. Ndio kwanza kumekucha. Hello. Salama kiongozi. Naamini hapo ni mklazi. Sio. Salama. Takuja kuongea nao. Naona kwenye sehemu ya miwa. Na hii coffee. Pengine hii ni Arabica coffee. Kahawa. Kilimo cha kahawa nchini ni miongoni mwa mazao ya kimkakati, ikiwemo katani, konge na kahawa pamba. Ndio mazao ambayo yanaweza kubadilisha maisha ya watu kwa sababu ni zao la kudumu. Ile hapo. Nje na pale nakwenda kuonesha kitu ambacho nasema nikiondoka hapa bila kuonesha nitakuwa nimefanya makosa makubwa sana. Kwa sababu tulitembea katika wilaya ya Kilosa, eneo la Dumila, na tukabaini kwamba kulikuwa na wale wakulima wa mnyonyo, na tukagundua kwamba sekta ya kilimo pengine inaweza kubadilika endapo watu wataanza kufikiria kulima nje ya box. Na ni miongoni mwa mazao ambayo yanaibukia kwa fursa kubwa nchini Tanzania ni zao la mnyonyo. Pale mbele yangu na kukuonesha kidogo tu na kuibia, sikuonesha kila kitu kwa siku ya leo, na tutapata kuzungumza kidogo tu kwa uchache hapa. Unaona? Hey, mambo. Naweza pata mchicha kula kama mbichi. Ukiwa mbichi nachukua na tafuna. Unasema so chukua salad. Salad unaweza katafuna, sio? Yeah. Wow. Okay. Na naona mambo yenu mazuri. Yeye inagenda mchicha au ni mchicha tu? Huu ni mchicha ule wa kienyeji. Kwa umerudi kwenye asili. Tumerudi kwenye asili. Waitwa nani bibi? Naitwa Devota. Devota. Wow. You look beautiful.
Thank you. Okay, kwa hiyo hapa mna nini, ni kampuni au ni binafsi? Sisi ni kampuni. Kampuni gani? Kampuni ya Ayegro. Limited. Tulitegemea walete makampuni yote yanayokuja naleta mbegu za kisasa. Nyinyi inakuwaje mkafanya mbegu za asili? Sasa hivi wengi wanarudi kwenye asili. Asili. Wengi wanarudi kwenye asili, ndio maana tunajaribu kurudisha pia mbegu za asili. Okay. Soko la mbegu za asili sasa hivi ndo inapanda juu. Watu wanarudi kwenye asili. All is gold. Asante sana. Okay. Yeah, hapa pia kuna wenzake pia unaona yuko smart farming unaona. Yaani mwenyewe ni mrembo alafu na mazao ni marembo vile vile. Ushafahamu? Kwa hiyo natizama hizi hapa mnyonyo na ndio ili ndizao ambao nilikuwa nataka kidogo nikupe details hapa kwa siku za mbeleni nipate kuzunguka kidogo hapa. Corners napenda maua mie zile yale maua pale. Tazama hiyo. Hayo maua ndio natizama hapo pembeni kuna hii alizeti. Na ndio maana mimi napenda kukaa shambani kwa vitu kama hivi. Tizama hiyo maua. Wow. Hey. Lakini jirani yake kuna hii mali. Hii ni mnyonyo. Sasa tunaenda kupiga story na wadau wenyewe. Sawa kiongozi? Mambo poa. Kulikuwa na kiongozi mmoja niliwasiliana naye kwenye WhatsApp, nikachat naye kidogo. Si ndio wewe sio? Ni wewe? Unasema kwa na chat Ajefama? Mimi ni Ajefama. Tulienda kufanya mahojiano na wakulima kule Dumila, wakatuambia kampuni yenu imewapa mbegu, kitu kama hicho. Au sio wewe tulikuwa na chat? Hawaweza kaa yule. Anaweza sinijue sura kweli hiyo. Salama. Salama. Kwa sababu hapa Bongo Vasco da Gama, nishakuwa Vasco da Gama. Salama jamani? Nishakuwa Vasco da Gama wa Bongo. Sidhani kama watu hawa hawanijui kiasi hiko jamani. Chat muangalie mdau mmoja hapa. Tuko na chat WhatsApp Sio wewe? Kwa jamaa aliambia ofisi zenu ziko somewhere Veula kitu kama hiko. Na nikachat naye akasema nitakuja lakini si official leo. Nitakuja official siku nyingine labda kesho kutwa kwa ajili ya details. Yeye yupo? Yeye yupo njiani anakuja. Anakuja? Okay. Tutamwambia Ajefama. Ukimwambia tu Ajefama amefika. Ajefama. Ajefama. Sawa. Mwambia amekuja hapa kuangalia maendeleo lakini nitarudi hapa kwa ajili ya kusoma hizo details na kujua mnafanyaje na wakulima, mnafanyaje kazi pia, mna outgrow scheme bila shaka. Karibu sana. Mna outgrow scheme? Na wakulima wa nje ambao mnawapa mbegu na nitarudi hapa kupiga story hapa. Asante sana. Pamoja sana. Huyu yako mdau ambayo ni katika maonesho ya 8 na hicho ni kilimo cha mnyonyo. Naamini kwamba hii taarifa itakufumbua macho. Nje na pale unaweza kutazama kila pahala. Marigold imeshika nafasi yake maua, lakini pale ndani unaweza hiyo ni pengine ni tango sio? So makampuni ni mengi, siwezi kuyamaliza kwa siku ya leo. Itoshe kusema kwamba na kuaga viwanja vya 8 jijini Dodoma, na kuaga huku sio kama eti tumemaliza. Ya kwanza tumeanza safari ya siku takriban 8-9 mbele katika maonesho haya, lakini kwa Tanzania ndo kwanza kumekucha kwa sababu tunatembea mikoa yote nchini Tanzania, kata kwa kata, kijiji kwa kijiji, kuangalia fursa mbalimbali zinazopatikana katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Kabla tujaenda nje Ulaya, Marekani na Arabuni kutafuta kazi, huenda pengine kazi tunaziacha nyumbani, huenda pengine fursa tunaziacha nyumbani kwetu, alafu tunaenda kule tunatumikishwa, tunapewa kazi za kusafisha vyoo, si mbaya, lakini tunadhalilishwa, alafu pesa ndogo inayotoka kwenye malipo hayo hawa waliokuja kutupa kazi kule Ulaya wanakuja kuipata huku kwetu. Yaani wanakuja wao wazungu wanaanzisha mashamba huku, au Wachina wanaanzisha mashamba huku, wanavuna mazao, alafu wanaenda kutulipa sisi kwa kufanya kazi za vyoo katika nchi zao. Na mbaya zaidi, tunapanga foleni kuomba visa, tunatumia gharama kubwa sana. Unakuta mtu ametumia takriban milioni 12 kwa process ya visa na nini na safari yote milioni 15 ametumia kwenda pengine Marekani. Donald Trump hajakasirika kuwatoa tu nduki na kuwafukuza. Unaona? Sasa umetumia milioni 15 kwenda kutafuta kazi nje, lakini umeacha mali nchini kwako. Umeacha mali. Na mimi niko hapa kuonesha kwamba mali iko Tanzania. Unaweza ukawekeza kwenye kilimo, ufugaji, kuna fursa nyingi. Si lazima ulime kwa jembe la mkono. Come on. Unaweza ukawekeza kwenye biashara kununua na kuuza mazao. Unaweza ukauza pembejeo.
Unaweza ukafuga mifugo, unaweza ukanenepesha mifugo, unaweza ukauza mbegu, unaweza ukatoa elimu za kilimo, elimu ya ugani. Unaweza ukafanya chochote, unaweza ukasafisha mazao tu. Unaweza ukalimia mashamba watu, yani unakuwa na trekta au wanyamakazi, alafu unalima mashamba. Right, unakulipa pesa na unalima mashamba yao. Unaweza ukafanya chochote kwenye kilimo na yet you still make money. Utatengeneza pesa. Kwa kilimo kuna fursa nyingi ambazo zinakuwepo, lakini bahati mbaya watu wengi tukifikiria kilimo tunawaza kwenda kulima na jembe la mkono. Kitu ambacho si kweli. Kwamba badala ya kufikiria kwamba naweza kutumia fursa yoyote ambayo ipo, mianya ni mingi sana kuingia kwenye sekta ya kilimo. Kuna mnyororo wa thamani kuanzia kuchakata mazao, kununua, kuuza mazao, lakini pia kuuza pembejeo, mashine, zana za kilimo, mbegu, vyote vipo ndani ya kilimo. Lakini yet watu bado mpaka leo wanawaza kile kilimo kwamba kilimo chenyewe ni lazima ushike jembe. Ushike jembe. Ukishika jembe unakuwa ndo vile unawaza kizamani. Kilimo kimebadilika. Unaweza kutengeneza teknolojia ya kuhakikisha kwamba unasaidia wakulima kupata pengine masoko, kupata zana za kilimo kama ambavyo tumefanya Aje Farms kwa kushirikiana na wadau wengine. Kwa hiyo kilimo ni kipana sana. Tumeona watu wanauza mbegu na vitu ni vingi sana. Maneno ni mengi ya kukwambia, lakini sasa hivi itoshi kusema kwamba na kuaga mpaka wakati ujao. Bye. Kuwa mkulima sio tabu tena. Changamoto za mazao au mifugo sasa kwisha habari yake. Aje Farms wamekuja na suluhisho la kudumu na sasa wanakuletea vitabu mbalimbali vya mazao na mifugo. Kama una changamoto za kilimo, vitabu hivi ndio suluhisho lako. Kukufikia ni rahisi. Unaweza kuvipata kwa njia ya WhatsApp au kutumiwa popote nchini na hata nje ya nchi. Cha kufanya, wasiliana na Aje Farms leo kwa 0757757968. Bei za vitabu hivi ni ndogo sawa na bure. Nunua leo kitabu chako, uunganishwe kwenye kundi la WhatsApp la zao husika. Hatujamaliza. Kama wewe ni mkulima, una mazao na hujui wapi utapata soko zuri la kukupa faida, wala usijali. Kama wewe ni mnunuzi wa mazao na hujui ni wapi utapata mzigo, nawe pia usikonde. Hapa kuna mkulima na pale kuna mnunuzi. Ni nani wa kuwakutanisha moja kwa moja? Ni Aje Farms. Si hivyo tu, kupitia mtandao wa Aje Farms unaweza kujua bei za zao lolote lile nchini. Cha kufanya ni wewe kuwasiliana nao kupitia WhatsApp au piga simu. Wafuate kule Instagram, Facebook na YouTube kwa jina la Aje Farms. Wote mnakaribishwa.